Habari ni katika ulimwengu wa matukio na burudani. Mengi yanaendelea kujibua kila iitwapo leo, na Biomedia tuko vyema sana katika kuangazia kipi kimeweza kujiri ili tuweze kukufahamisha wewe mwanafamilia wetu ambaye uko unatazama na kufuatilia taarifa mbalimbali. Mhabarishaji wako ni Official Rose D kama ilivyo kawaida. Leo nitakusogezea taarifa ambako jibu la Diamond Platnumz kwa nabii kiboko ya wachawi mara tu baada ya kumtabiria kifo mwaka huu, wadau wabaki midomo wazi. Haya, tuangalie hapa Diamond Platnumz na kiboko ya wachawi, mambo yamekaaje? Ni siku ya jana nabii huyu kutoka kule Kongo ambaye anafahamika kwa jina la kiboko ya wachawi aliwaacha mdomo wazi wadau wa muziki Tanzania na mashabiki wa msanii Diamond Platnumz kutokana na kauli yake kuhusu msanii huyo, na ni kupitia video ambayo imesambaa sana katika mitandao ya kijamii ikimuonyesha nabii huyo akisema Mungu amemwambia mwaka huu kutakuwa na msiba mkubwa sana kwenye tasnia ya muziki nchini Tanzania, ambapo anasema anamuona mama Diamond Platnumz analia kwa uchungu sana huku akiona jeneza jeupe chini, Diamond Platnumz akiwa ndani ya jeneza hilo. Kiboko ya wachawi anasema, nami ninanukuu, ninaiona industry ya music Tanzania kwenye msiba mkubwa sana. Naomba rekodi hii, nawaambia mapema rekodi hii, nafikiri mnanijua vizuri nikisema jambo halipiti. Mwaka huu 2026 ninaona kiwanda cha muziki wa Tanzania kikiwa kwenye msiba mkubwa sana. Ninauliza, msiba ni wa nani? Ninaona bwana ananipeleka mpaka nyumbani kwa kina Diamond Platnumz, nafika kwa mama yake, hatimaye namkuta mama yake amezimia analia. Ninaangalia jeneza jeupe chini, ninamuona Diamond amelala. Na niko nasikia Mungu ananiambia msipomwombea Diamond mwaka huu hata umaliza. Hapa na zungumza, hakuna anayejua kama ni mgonjwa kama ni mzima, hakuna aliyetabiri zaidi ya kiboko ya wachawi peke yake. Lakini baada ya kauli hiyo ya kishujaa kutoka kwa nabii huyo ambayo kiukweli iliwashangaza wengi sana na kuwashtua kutokana na utabiri wake huo, nabii kiboko ya wachawi mara kadhaa pia tumemwona amekuwa akitoa utabiri wa mambo kadhaa ambayo yamekuwa pia yakitokea kweli. Mfano, aliwahi kutabiri huyu baba kuhusu vurugu za uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka jana tarehe 26 Tanzania, na ikatokea kweli. Lakini pia kwa madai yake aliwahi kusema pia kwamba aliwahi kutabiri kifo cha Magufuli na pia ikatokea ikawa kweli. Sasa kwa Diamond Platnumz kweli watu wamekuwa wamekaa tu na kusubiri, japo wamekuwa na wasiwasi mkubwa sana kutokana na kauli zake kuwa kwa hili yupo serious pia, na hata Diamond akifanya maombi haitaweza kubadilisha kitu, lazima afe mwaka huu, kufuatia kauli hiyo ya nabii kiboko ya wachawi ambayo imewashtua watu wengi sana hata Tanzania na nje ya Tanzania. Msanii Diamond Platnumz amevunja ukimya kupitia video ambayo inasambaa mitandaoni. Diamond ameonyesha kuchukizwa kiukweli na utabiri huo, na Diamond amedai kuwa kifo ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Hakuna anayepanga kifo cha mwanadamu mwenzie. Lakini pia kifo sio kama kinaogopwa wala kukataliwa, hapana, kwa maana hakuna atakayeishi milele, kila mtu atakufa. Siwezi kupinga kama Mungu amepanga nife mwaka huu, nitakufa, lakini sio kwa sababu fulani kasema, hapana, ni mipango ya Mungu. Kauli hii ya Diamond Platnumz inawagusa wengi kweli kweli, na wengi pia wamekuwa wakimtakia mema kwa kusema kuwa hawezi kufa na wanamuombea kwa Mungu. Nabii kiboko ya wachawi toka afukuzwa Tanzania amekuwa na hasira sana na Watanzania kiukweli. Ni kama amekuwa kiropoka tu hovyo hovyo, sio wakimsikiliza. Na hata hawa wafuasi wake pia ambao wanasali kwenye kanisa lake wana moyo sana, maana kwa sasa huyu sio nabii wa Mungu tena, anaonekana kama tapeli tu. Hizi pia ni kauli za mashabiki, wadau mara tu baada ya nabii huyo kutabiri kifo kwa Diamond Platnumz, lakini pia Diamond kumjibu kwa maneno ya busara tu ambayo yalikuwa yanaeleweka. Nini maoni yako katika hili mtazamaji wetu? Nadhani ni kweli Diamond Platnumz mwaka 2026 unaweza kuwa ni mwaka wake wa mwisho ya kwamba atafariki dunia, au kiboko ya wachawi nabii anatafuta kiki mitandaoni? Unaweza kuachilia maoni yako kupitia comment section. Official Rose D kwa wakati mwingine nitaweza kuangazia. Uwe na wakati mwema mtazamaji, usiache kusubscribe, kushare, kulike, lakini pia usiache kucomment. Bye bye.